Si kama wengine kwenye mitandao wanahitaji mkalimani nao. Sasa namna gani ya kufanya hayo mmoja katika kunabii. Na yake sasa ni kwamba wale mpaka weke baada yale urushiwe linki waangalie kwa pamoja na mkalimani wao yuko. Tunapata faida kujua kwamba hapo ndio imani ndio sahihi. Kwa hiyo haya mambo haya ni ya kwetu sisi. Tunatakiwa tuyatumie vile ambavyo inavyotakiwa. Lakini pia vile kusema kwamba inatakiwa tuitumie inavyotakiwa, haya masala mbili ya hizi hasa za Kiislamu. Unajua sasa hivi nafikiri tunaona kwenye mtandao kwa watu ambao wanatokea tunakashifu shehe sema hivi, ni kitu ambacho ni kibaya sana. Yaani hata kama iko cha kweli haijafikia wewe uzungumze kupitia kwa mtandao. Heshima ya mtu Muislamu ni kitu kikubwa sana. Heshima mtu ni kitu kikubwa sana. Yaani hata kama itakuwa wewe ile jambo analo kabisa hili, lakini bado sheria haikuruhusu. Yaani kile kitendo cha mtu katika uzinzi hata kama umemwona haitakiwi kunyanyua mdomo, sheria inakataza hivi. Ndio kwenye mtandao mtu analisemea hivi. Kwa wakati wa ni kitu kibaya sana. Lakini hapa nasema hasa nyinyi waandishi wa habari. Waandishi wa habari hasa wa Kiislamu. Kwa sababu waandishi wa habari wa Kiislamu nyinyi mna misingi ambayo inakuongozeni. Miongoni mwa misingi ambayo inakuongozeni ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika kauli ya Allah, "Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Lakini mimi pia kupitia katika utaratibu wa uandishi wa habari, kumbe kuna kitu kinaitwa kubalance. Kuna siku moja nilimpelekea kijana wetu hapa sana mtoto, tunapanda ile habari vipi? Ananiambia wapi hii? Ananiambia sawa, lakini hii ndio kurushwa. Nikamwambia kwa nini? Anasema kwani tayari umeshasikia na upande wa pili maelezo? Nikamwambia hapana, nasema basi tulifanye kwa yako. Kwa inapotakiwa taarifa lazima uibalance. Kwa upate la huyu malaika, anakisha upate la huyu Abdallah, anakisha ndio sahihi. Sio wewe umepata la huyu malaika tayari na kile tayari wewe unatoa. Hayo ni makosa makubwa, lazima balance. Kwa vyombo vya habari vya Kiislamu ni kama vile alivyosema Sheikh wa Mwenyezi Mungu amefanya. Kwa nyinyi ndio mnachunguza na nyinyi ndio mnasikiliza. Angalieni sana